Ndugu zangu, leo tunaungana na mamilioni ya watu duniani kote kuadhimisha siku ya wafanyakazi. Na siku hii ina historia ndefu. Historia yake ilianzia mwishoni mwa karne ya 19 na ilikuwa ni tarehe 1 mwezi wa 5 1886 kule Chicago, Marekani. Wafanyakazi, chanzo chake ilikuwa ni baada ya wafanyakazi kugoma kufanya kazi. Lakini sababu kubwa ya wao kugoma ilikuwa ni kwa sababu ya kufanyishwa kazi masaa mengi, mbali na changamoto nyingine ambazo walikuwa wanakutana nazo katika kazi. Walikuwa wanalazimika kufanya kazi karibia masaa 16 kwa siku. Kwa hiyo kati ya masaa 24 ambayo ni ya siku moja, masaa 16 yuko kazini. Kwa hiyo maana alikuwa anapata masaa machache sana kama 8 kwa ajili ya kupumzika. Kitu ambacho kiliwafanya waweze kugoma na kuandamana ili kudai haki yao ya msingi. Na baada ya kufanikiwa waliweza kuiweka siku hii kuwa maalum, na kuanzia hapo tukaanza kuwa tunaiadhimisha makusudi kabisa katika siku kama ya leo. Kwa ndugu wafanyakazi, tuko hapa kwa ajili ya kuungana na mamilioni ya wafanyakazi katika dunia mbalimbali katika kuhakikisha kwamba tunazungumza mambo yanayotuhusu kwa mustakabali wa maisha yetu na taifa letu kwa ujumla. Kabla ya kuendelea, lazima nigusie hamasa tuliyoiona asubuhi ya leo uwanjani. Tumeanza siku yetu kwa kishindo kupitia michezo iliyotuunganisha. Mpira wa miguu, waliooa na wasiooa. Hakika mmetuonyesha kuwa ndoa sio kizingiti cha kasi, au pengine mmetuonyesha kuwa msemo huu unahitaji maboresho. Ushindani ulikuwa wa kipekee, na mmetuonyesha upande mwingine wa vipaji vyenu nje ya chaki pamoja na vitabu. Wenyewe waliooa, zile bao 3 zilikuwa 3-4 zile hazimaanishi kwamba nyinyi mlikuwa mna nguvu na kasi ya kucheza mpira. Ni kwa sababu tu mmefunga moja. Kwa hiyo ni 3-1. Bali ni jambo zuri. Kwa 5. Mimi nimehesabu mpaka 3 nikaacha. Umeziendelea. Ya faulu tuhesabu. Kwa hiyo tumepunguza, zimekuwa 3. Hamna shida. Lakini pia mpira wa pete, walimu na wasio walimu, ulikuwa mchezo wa aina yake. Umetuonyesha ushirikiano mkubwa uliopo kati ya idara zetu tofauti. Iwe wewe ni mwalimu au mtumishi wa idara nyingine, sote ni kiungo kimoja kinachoendesha shule hii. Michezo hii si kwa ajili ya ushindani tu, bali ni kwa ajili ya afya yetu na akili ya mwili, na kuimarisha undugu tulionao toka tulipojiunga katika taasisi hii pendwa ya Mouth of Mars Junior Academy. Kama mwalimu mkuu, ninajivunia kuwa na timu kama nyinyi. Mouth of Mars si majengo, bali ni nyinyi wafanyakazi. Kazi mnayoifanya na kulea watoto hao wadogo inahitaji upendo, uvumilivu na juhudi kubwa katika kutimiza malengo ya uanzilishi wake. Hakuna kazi ndogo wala hakuna mfanyakazi asiyekuwa na umuhimu. Kila mmoja wenu ni injini inayoifanya shule hii iweze kung'ara. Hitimisho. Tunapofurahia siku hii, tukumbuke kuendeleza moyo wa michezo, upendo na ushirikiano tuliouonyesha leo. Nawatakia Mei Mosi njema yenye baraka na mapumziko mema.